Kwa hiyo walipokula tunda, kitu cha kwanza walipoteza uwepo wa Mungu ndani yao, walipoteza uwepo wa Mungu ambao ulikuwa umewafunika, na wakapoteza utukufu wa Mungu ambao ulikuwa umewafunika. Kwa hiyo Mungu alipokuwa anawafunika na vazi la ngozi, alikuwa anataka damu ya Yesu, damu ya mwana kondoo. Alikuwa anawaonyesha damu ya Yesu ndio yenye uwezo wa kurejesha utukufu na uwepo wa Bwana kwenye maisha yenu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sikiliza nikwambie, hauwezi kufanikiwa katika kusudi la Mungu katika kiwango unachotakiwa kufanikiwa kama unatenda kazi pasipo uwepo wa Bwana. Hata kama ni kwenye biashara, kama hiyo biashara Mungu ndio amekupa na Mungu amekusudia ufanikiwe katika kiwango fulani, hauwezi kufikia kwenye hiyo kiwango kama haujamshirikisha Mungu, kama haupo kwenye hiyo biashara ukisaidiwa na uwepo wa Mungu. Kama haupo kwenye hiyo biashara ukiwa na utukufu wa Mungu, hauwezi kufikia kile kiwango ambacho Mungu amekusudia. Ni kweli unaweza ukauza, ni kweli unaweza kuwa unapata faida, ni kweli unaweza ukaona kama unafanikiwa, lakini Mungu akikuonyesha kiwango ambacho unatakiwa kufanikiwa, na wewe unachofanikiwa utagundua kwamba haujafanikiwa bado. Bwana apewe sifa sana. Na kwa nini haujafikia kile kiwango? Kwa sababu uwepo wa Mungu haupo pamoja na wewe kwenye hiyo biashara, ama utukufu wa Mungu haupo pamoja na wewe kwenye hiyo biashara. Ukitaka kufanikiwa, iwe kwenye huduma, kwenye biashara, kwenye jambo lolote ambalo Mungu amekupa, lazima uhakikishe kwamba hapo mahala ulipo umefunikwa na uwepo wa Mungu. Unapoenda kuifanya hiyo kazi, biashara, huduma, chochote unachokwenda kukifanya, umefunikwa na uwepo wa Mungu, na uhakikishe ya kwamba utukufu wa Mungu pia umekufunika, na sio uwepo wa Mungu ambao unakufunika alafu unaondoka. Sio huo. Nasemea uwepo wa Mungu ambao unakufunika majira yote kiagano. Adamu sio kwamba alifunikwa tu na uwepo wa Mungu kwa majira machache alafu baadaye uwepo wa Mungu unaondoka. Hapana, wakati wote uwepo wa Mungu ulikuwa umemfunika. Eva, uwepo wa Mungu ulikuwa umemfunika wakati wote. Walipoasi, ghafla uwepo wa Mungu ukaondoka na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo leo ombi letu la kwanza, tunaenda kujinyunyizia damu ya Yesu itufunike kama vazi, ili itupe uwepo wa Mungu tuliopoteza na utukufu wa Mungu tuliopoteza kiagano. Ninaposema kiagano, manake uwepo wa Mungu unaodumu, sio ule unaokuja wakati unaomba tu alafu baadaye uwepo unapotea. Sio ule utukufu unakuja wakati unaomba tu alafu baadaye utukufu unapotea. Sio ule unakuja wakati tu upo kwenye ibada alafu baadaye haupo tena. Nataka uwe kiagano, manake uwe unaomba ama umekaa unakula chakula, uwepo wa Mungu umekufunika. Uwe unaomba ama umekaa unakula chakula, utukufu wa Mungu umekufunika. Uwe unatembea njiani unaenda kazini ama unaenda kwenye ibada, utukufu wa Mungu umekufunika. Shantaraba yandoraba shantaraba kosiama. Ombi la kwanza, nyunyiza damu ya Yesu juu yako. Jinyunyizie damu ya Yesu juu yako, ikufunike kama vazi, ili ikurejeshe uwepo wa Mungu na utukufu wa Mungu kiagano. Hilo neno kiagano usije ukaliacha, kwa sababu kiagano ndio linatupa nafasi ya kutaka uwepo wa Mungu katika kila siku, katika kila majira, katika kila dakika na sekunde ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Jinyunyizie damu ya Yesu ikufunike kama vazi, ili ikurejeshe uwepo wa Mungu na utukufu wa Mungu kiagano. Yaani uwepo wa Mungu na utukufu wa Mungu udumu katika maisha yako. Usiwe kitu kinachokuja bila dakika mbili kinaondoka.
dakika 3 kinaondoka. Hapana, nakupa dakika moja. Hebu ita huo uwepo wa Mungu, nyunyiza damu ya Yesu. Ukiita uwepo wa Mungu, nyunyiza damu ya Yesu. Ukiita utukufu wa Mungu, nakupa dakika moja. Ingia kwenye maombi. Kura bayanta, na nyunyiza damu ya Yesu. Naita uwepo wa Bwana, na nyunyiza damu ya Yesu. Naita uwepo wa Bwana. Damu ya Yesu inifunike kama vazi. Uwepo wa Bwana unifunike kama vazi. Damu ya Yesu inaponifunika kama vazi, na uwepo wa Bwana unifunike kama vazi. Uwepo wa Bwana ninapokwenda kwenye kazi ya mikono yangu. Uwepo wa Bwana ninapokwenda kwenye utumishi wangu. Uwepo wa Bwana kila mahala nitakapokuwa. Rika yanta, naita damu ya Yesu inifunike kama vazi, ili utukufu wa Bwana unifunike kwenye kazi yangu, ili utukufu wa Bwana unifunike kwenye ndoa yangu, ili utukufu wa Bwana unifunike kwenye biashara yangu, ili utukufu wa Bwana unifunike kwenye utumishi wangu. Riba yantora mayanda, nanyunyiza, nifunike na damu yako Baba, nifunike na damu yako Baba, nifunike na damu yako Baba, nifunike na damu yako Baba. Ra sayandora baraba, hiyo damu ya agano jipya inifunike kama vazi, inifunike kama vazi. Maana nilipoteza vazi kwa dhambi, nilipoteza vazi kwa dhambi. Rika yanta, narejesha tena vazi la utukufu, narejesha tena vazi la uwepo wako kupitia damu ya Yesu. Najifunika kwa damu ya Yesu. Tunaendelea. Jambo la pili alilopoteza pale Edeni. Jambo la pili walilopoteza pale, walipoteza nafasi, kwa maana ya position ama cheo. Mungu aliwaweka pale Edeni kama watawala, kama wamiliki wa kutunza ile bustani. Walipokula tunda, waliipoteza hiyo nafasi ya kumiliki, kutawala pale Edeni na kuwa watunzaji kwenye ile bustani na kunufaika na vile vitu vilivyokuwa kwenye ile bustani. Waliipoteza hiyo nafasi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wakafukuzwa kwenye ile nafasi na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo alipokuwa anawafunika na ngozi, alikuwa anawaambia, mkitaka kurejea tena kwenye nafasi mlioipoteza, mnatakiwa kutafuta damu ya mwana kondoo iwafunike. Mnatakiwa kutafuta damu ya mwana wangu Yesu Kristo ambaye nitamtuma iwafunike. Ile damu ikiwafunika kama vazi ili ambalo ninawafunika nayo sasa hivi, mtaweza tena kuingia mahala hapa, mtaweza tena kuingia kwenye position mliopoteza, mtaweza tena kuingia katika kazi mlioipoteza, mtaweza tena kuingia kwenye ndoa mlioipoteza, mtaweza tena kuingia kwenye biashara mlioipoteza. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kuna nafasi ambayo Mungu alikuweka, lakini inawezekana umeshaipoteza, ama inawezekana hujaingia kwenye hiyo nafasi kwa sababu tangu umezaliwa hujapata ufahamu wa kukomboa hiyo nafasi kiagano kupitia damu ya Yesu. Kwa hiyo unashangaa, una kipawa kizuri, una elimu nzuri, umesoma, lakini hauna nafasi, hauna position, hauna kazi, hauna cheo, hauna kitu ambacho hauna nafasi, sehemu ambayo unamiliki. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ukigundua namna hiyo, manake kuna kitu unatakiwa kukifanya, na kitu unatakiwa kukifanya ni kile ambacho Mungu alimuonyesha Adamu pale Edeni alipomfunika na vazi la mwana kondoo. Alimfunika ili kumjulisha ya kwamba unatakiwa kutumia damu ya Yesu kukomboa nafasi uliyoipoteza. Wengine mmepoteza nafasi kwenye ndoa, unatakiwa kutumia damu ya Yesu kujifunika kama vazi ili urudi kwenye ndoa yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ngoja nikuonyeshe kitu kingine kwenye kitabu cha Esther. Sitaweza kukisoma, lakini nataka uelewe kitu kimoja. Esther, baada ya maombi waliofanya na Mordekai pamoja na Wayahudi wote, siku ambayo alikuwa anarudi kwenda kuonana na mume wake ambaye walikuwa wamefarakana kwa siku 30, hamna mawasiliano, na sheria ikaweka kwamba hakuna mtu anayeweza kuingia pasipo kuitwa. Esther wakati anataka kurudi, hakurudi akiwa amevaa mavazi ya kawaida. Biblia inatuambia siku ile wakati anataka kwenda akavaa mavazi ya kifalme. Bwana Yesu apewe sifa sana.
Hilo neno kuvaa mavazi ya kifalme, alikuwa azungumzii kifalme kama ufalme wa yule mumewe Ahasuero. Hapana, wewe unaweza ukaona kwa picha hiyo, lakini katika ulimwengu wa roho alikuwa azungumzii ufalme wa Ahasuero. Alikuwa anasema Esther alivaa mavazi ya kifalme wa wafalme. Alikuwa amevaa mavazi ya Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme. Yani alikuwa amevaa mavazi ya Yesu. Na vazi ya Yesu nilikwambia jana, Yesu ni kuhani mkuu mfano wa Melkizedeki. Na kama ni kuhani mkuu, nilikuonyesha katika ile Kutoka sura ya 29 mstari wa 21, nilikuonyesha ya kwamba kuhani yoyote lazima vazi lake liwe limenyunyiziwa damu. Kwa hiyo Esther alipokuwa anavaa mavazi ya kifalme, alikuwa anavaa mavazi ya Yesu kama kuhani mkuu. Alipokuwa anavaa mavazi ya Yesu kama kuhani mkuu, maana alikuwa anataka vazi lile la kifalme ama la kuhani mkuu lenye damu ya Yesu, ile damu iweze kuingia ndani yake. Ikisha ingia ndani yake, aweze kuwa na uwezo wa kuingia kwenye nafasi aliyoipoteza, kwa sababu Biblia inatuambia siku 30 hajaitwa na mumewe. Sio kitu cha kawaida. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mume wako kama anakupenda, haiwezekani mnakaa kwenye jengo moja hilo hilo, lakini mmetenganishwa na ukuta, alafu siku 30 hamjaonana na maisha yanaendelea, mnaona kama ni sawa sawa. Umeshaondolewa kwenye nafasi. Esther akugundua, alishaondolewa kwenye nafasi na adui. Baada ya maombi akagundua kwamba nilipoteza nafasi. Ili nirudishe nafasi, lazima nivae mavazi ya mfalme. Sio mavazi ya mfalme Ahasuero, lakini mavazi ya mfalme kwa maana ya Bwana Yesu. Na Bwana Yesu mavazi yake ya kifalme ndiyo mavazi yake ya kikuhani. Vazi hilo hilo linakuwa la kifalme anapokuwa katika nafasi ya kifalme. Vazi hilo hilo linakuwa la kikuhani anapokuwa kwenye nafasi ya kikuhani. Kwa hiyo Esther alipolivaa, alikuwa amevaa vazi la kifalme ambalo ndani yake lina vazi la kikuhani, na vazi la kikuhani lina damu ya Yesu, sawa sawa na ile Kutoka 29:21. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hilo ni jambo la kwanza kuelewa. Lakini jambo lingine la kuelewa, sikiliza, katika ulimwengu wa roho kila position ina vazi lake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Katika ulimwengu wa roho, kama wewe ni mchungaji, katika ulimwengu wa roho una vazi lako la kichungaji. Kama wewe ni mwinjilisti, katika ulimwengu wa roho una vazi lako la kiuinjilisti. Kama wewe ni mwalimu, kwenye ulimwengu wa roho una vazi lako la kimwalimu. Kama wewe ni apostle, mtume, kwenye ulimwengu wa roho una vazi lako la kiutume. Kama wewe ni nabii, kwenye ulimwengu wa roho una vazi lako la kinabii. Vivyo hivyo hata ukiwa mfanyabiashara, katika ulimwengu wa roho unatakiwa uwe na vazi lako la mfanyabiashara. Vivyo hivyo ukiwa kwenye ndoa unatakiwa uwe na vazi lako kama mume ama mke. Usipokuwa na vazi linaloendana na eneo ambalo Mungu anataka uwepo, hilo eneo huwezi kutawala wala kumiliki. Unaweza kuwepo kimwili, lakini kiroho hauhesabiki. Ndio maana watu wapo kwenye ndoa, lakini hiyo ndoa ni kama vile hawana ndoa, kwa maana wanapishana tu humo ndani. Hata salamu ni ngumu, wanapishana humo ndani, na kila mtu analala chumba chake. Wanapishana humo ndani, na watu hawajui kwamba ndani mule wanaishi kama kaka na dada. Nje watu wakiwaangalia wanasema ni mke yule ama ni mume wa mtu fulani, lakini kiukweli wao wenyewe wanajua ndoa yao ilishakufaga kitambo. Hawapo kwenye nafasi. Kwa nini? Kwa sababu adui aliiba vazi walipokuwa wamelala. Ninaposema wamekuwa wamelala, kwa maana walipoenda kinyume na mapenzi ya Mungu, waliposhindwa kusimama kwenye nafasi zao, adui akaeka uharibifu, akapokonya vazi. Toka walipopokonywa vazi, ndoa yao ina mafarakano. Toka walipopokonywa vazi, ndoa yao haina amani. Toka walipopokonywa vazi, wanaishi kama kaka na dada, wanaishi kama mtu na adui yake. Ili uweze kurudi kwenye nafasi, lazima uhakikishe kwamba damu ya Yesu, sasa unakwenda msalabani, unachukua damu ya Yesu, unajifunika. Sio unajifunika kama damu ya kawaida, sio unajifunika kama unaoga, sio unajifunika kama unavaa vazi ya kwenda kwenye Christmas ama unakwenda kwenye sherehe. Unajifunika, unasema navaa vazi la ndoa yangu iliyokufa, navaa upya vazi langu la kazi yangu niliyofukuzwa, navaa upya vazi langu la biashara iliyokufa, navaa upya vazi
langu la ile nafasi ambayo Mungu alinipa kabla hata sijaletwa kwenye ulimwengu. Unaporudi kwenye ile kazi, unakuwa sio yule ambaye ulikataliwa jana. Lazima upate kibali kwa sababu umevaa vazi la nafasi. Tujinyunyizie damu ya Yesu, ukijivalisha vazi la nafasi ambayo Mungu alitakiwa uwe nayo, Mungu alitaka uwe nayo, lakini adui alikupokonya, katika jina la Yesu. Hilo ndio ombi letu la pili, hilo ndio ombi letu la pili. Nyunyiza damu ya Yesu, nyunyiza damu ya Yesu, nyunyiza damu ya Yesu juu yako, ikufunike kama vazi ambalo litakuingiza kwenye nafasi ambayo uliipoteza, litakuingiza kwenye nafasi ambayo adui alikuondolea. Oh shantarabayando korabayantaraba rekesindaraba rikiyantaraba rakayantorama yakaterebo shanda.